Hello. Marcos. I need you. What? Shida nini? Eh? Eh? Nakuhitaji hapa nyumbani tafadhali. Okay, fine, I'm coming. Okay? Okay. Don't cry, I'm coming. Nancy ana shida. Kwa hiyo Anahitaji msaada wangu. kwa hiyo niache bibi. Please. Nielewe basi. M5. Nimekwambia Nancy ana shida. Kwa shida za mapenzi. Mwenzako analia kule. Sawa? Achiwa. Nikibazi ndio ninataa hivi ndio. Halo. Msuli vipi? Okay. Sasa sikia mara moja hapa. Najua una kazi sasa hivi. Ila shemeji yako sasa hivi nimemwacha nyumbani. Sasa alafu nimemwacha tu yuko peke yake. Kwa hiyo fanya mchakato basi umfuate. Alafu baada ya hapo hivi utapeleka kwake. Nimepokea simu ya dharura. Ndio maana nimeamua nimwache pale. Chukua tu boda hapo hivi chapo afu. Ukishafika chukua boda ya Juma. Poa. Ukishamchukua kimfikisha kwake utanitaarifu. Okay, poa. Haya. Mera. Kwa nini hivyo lakini? Kena kutafuta wewe na mtu mwingine. Hawa ni sana kumchukua. Yana chokuja kaka kutoka kwa sababu shamba. Anashani kwa sababu tumeenda kile cha leo. Mimi nashauri kwamba kakata kwenye hali hii huenda kisha pigiwa simu kuhusu ofisini kule. Kwani kuna shida inatokea. Yeye ndio kuniacha kwenye hali kama hii. Yana piga simu na Nancy ananiacha kwenye hali kama hii. Alafu ananiambia eti ni maisha yangu, anatafuta maisha yangu. Maisha gani na anatafuta yeye? Kuna kuniambia, yaani kadogo kwa kumfokea. Hajalizika alichonifanyia. Akaona atupe na maneno ya makali, matusi. Eti unaniambia kwamba ndio rafiki yake. Kwamba yeye ni thamani yangu mimi. Na thamani yule rafiki yake. Ni rafiki yake ana thamani kubwa kwenye moyo wake kuliko mimi. Kwa hiyo nasema eti ananipenda. makosa yake yeye. Na pia sikujua ni kwamba katika siku ambazo nataka kazingua ni leo. Lakini sio napenda kwako. Yeah. He doesn't do anything wrong. Sasa kanifanyia hicho anachokiona. Na kanacho kwenye hali ambayo ni sasa. Kwa kweli katika siku ambazo nataka kazingua, kuna siku moja wapo.
unishana. Mbona niaje? Unapenda unakuta hivi? Ini sijakuelewa shemeji, kaswali kagumu wako. Ugumu wake na? Ini kaswali ka mwanzo wako. Sasa nakosa mkao. Nzuri. Chukua nguo ondoke. Msio chukua nguo ondoke. Kisha naanza kuvaa.
utatumia kwa ajili ya nauli. Msuli. Msuli. Wewe mbona kwa hivyo unafanya mazoezi, ukaanza kukola, kupiga na mazoezi. Sasa hivi sio unajua. Mbona unafanya kabisa na fly yani na fly. Mbona unazingua tu yani? Mbona kudanganya unazingua na live leo? Kila mtu makafuta kuna zingua. Kama sio wewe fika yote haya akili. Eh? Kuna mtu kubadilisha watu. Shida nini akili eh? Kama unaambia shida nini? Kila siku chembe analia. Mimi wangu wangu analia kila siku. Sio kiasi analia. Unakubaliana na blaza mapenzi unapenda na yeye lakini unakuja kuingiza kati kwa nini? Mbona maneno yote kisa nini? Mbona sikuelewi? Wakiwa wenyewe wamekaa napiga story wapo kwenye mahaba yao simu zinakuita. Kila siku Suzi una nini lakini? Wasula gani unakuwa namba kuna piga simu na kila kufungua blaza. Kama unampenda tu useme tujue moja. Jina langu silite tena. Babu wewe mbwa mkubwa wewe. Kwa nini kutusi kwa kitu ulichokuwa nacho? Mbona kutusi? Kwani una nini lakini ni kwa nini kutusi? Kwa kitu ulichokuwa nacho na kampana yani. Kama kumshawishi blaza lakini sio mimi. Unajua jambo tu lilifanya siku ile sio jambo sahihi kabisa. Misha kusamea toka siku ile. Mimi naamini kwamba sio akili yako. So, ishapita. Misha flash kitambo. Unisamehe. Kuombe tu sahau tu sababu ni kitu ambacho tuwezi kuhusiana Kweli ilitokea kama tu imejezeni kama yani ni kitu ambacho kimetokea bila yani bila hata mtu mwenyewe yani kujua
Basi tu tulisahau jambo. Nisahau tu sababu naamini sitakuwa karibu na wewe tena. Sawa, tukizungumza shemeji. Ila kumbe ashakuzoea. Kama yeye sasa hivi na mimi naye mela. Je, mimi bora zaidi siku. Hata kama shemeji. Ngumu binafsi kwa ngumu sana. Nimekuzoea. Sio mbaya. Tukutana kitaa haina shida. Okay, ina story kusalimiana, haina shida yoyote. Lakini tu kwa situation ya uhusiano. Tukutane tumesha. Kwani kuna shida? Mbona napita tu kama unioni? Sio kaida yako. Sikia Marcus. Sitaki mwenye sababu ya wewe kusafiri kwenye maisha yako. Ama sitaki mimi kuwa chanzo cha matatizo kwa mtu yote yule anayekuzunguka. Hivyo basi, naomba kuanzia leo usinitafute. Sitaki tena kuendelea na kitu chochote. Sitaki kitu chochote kiwe kinaendelea baina yangu na mimi na wewe. Maisha mema. Nancy. Nancy. Wewe Nancy. Kiukweli mdogo wangu, sikutegemea hili kutoka kwako. Katika hii dunia, toka nimezaliwa mpaka nimekuwa, kuna maumivu ambayo nimeyapata kulinganisha maumivu ambayo niliyapata ile siku nilipokutana na mpenzi wako. Niliuma sana. Mzuri, wewe ni mdogo wangu. Wazazi wetu wameondoka, wametuacha. Wazazi wetu wamekufa, wametuacha sisi wawili tu. Nilitegemea Suzi ungemchukulia kama mama yako ili akule, lakini umefanya kitoweo. Inaniuma sana mdogo wangu, inaniuma mno. Naweza nakili kwako kwenye kufanya kosa,
ila wahenga nasema kosa sio kosa, kosa kurudia kosa. Sikutegemea kufanya hivyo, ilikuwa sio lengo langu, lakini najikuta tu alichofanya. Na kuheshimu na bado nitaendelea kukuheshimu. Ilishatokea. Naomba unisamehe, nimekosea sana. Ni kosa kubwa sana nilofanya. Sikupaswa kufanya hivyo. Kwa nini ni shemeji yangu?